Mmechoka kama alivyosema Kilomba, kama mmechoka na mnataka kwamba vitu vibadilishwe pamoja na miongo mitano yote hiyo kupita chaguzi zimekuwa zikifanyika. Turudi kwako pale Sikonge. Unadhani wananchi hiki kitu wanakipokea vipi? Wananchi wa Sikonge wanapokea mabadiliko kwa mikono miwili. Na labda tu hapa ni kuongezea kwamba katika mkoa wa Tabora wenye majimbo 12, moja katika jimbo ambalo limewahi kufanya vizuri zaidi kabla ya kuharibiwa kwa mifumo ya nchi ni jimbo la Sikonge. Kwa wananchi wa Sikonge kwenye uchaguzi kuanzia mwaka 2012 tulipokuwa na uchaguzi mdogo, ndio uchaguzi wa kwanza ambao sisi tulipata diwani wa kwanza. Lakini tulipofika 2015 sisi tukawa na madiwani wanne kabla ya chaguzi hazijaja kuharibiwa mwaka 2019 2020. Kwa wananchi wa Sikonge in general wapo tayari kupokea mabadiliko. Wanachokisubiri wao ni reforms. Na ndio maana asilimia kubwa ya wananchi wa Sikonge wanaunga mkono agenda ya no reform no election. Na ni watu ambao hawakubaliani kabisa na mifumo ya nchi inavyoendeshwa na mifumo ya uchaguzi wa nchi ambavyo unakwenda. Na tumekuwa na mijadala mingi sana pale Sikonge. Na moja kati ya mjadala ambao tumekuwa tukiufanya mara nyingi ni kuhusiana na jinsi tume inavyoundwa, inavyopatikana, watumishi wake wanavyopatikana na uhalali wa hiyo tume kusimamia uchaguzi. Tumekuwa tunajadili sana na wananchi wanaelewa, kwa wanafahamu fika kwamba bila mabadiliko hatuwezi kuwa na uchaguzi huru na haki. Na vile vile ndugu mwandishi, kwa mazingira ya sasa ya tume yetu tulionayo sasa hivi ambayo imefanywa kitu ambacho tunaweza kusema imefanywa political makeup. Mara ya kwanza sisi tulikuwa tuna kitu kinaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini mwaka wa jana wakaenda kufanya mabadiliko ambayo wao leo wanayaita ni reforms. Wakaibadilisha kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi mpaka wakaita ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na lile jina lilibadilika na inaliita ni makeup kwa sababu jina na maudhui ni vitu viwili tofauti. Yaani jina linaitwa Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa. Lakini ukienda kuangalia muundo wake mpaka mwisho sio tume huru. Kwa hiyo ile ilifanyika kama boshen tu kuwaweka kiini macho wananchi waamini kwamba tuna tume huru ya uchaguzi. Kwa ukiangalia mfumo wa tume na namna wananchi wa Sikonge wanavyofuatilia na kujua ni wazi kwamba nchi hii uchaguzi huru na haki umeshashindikana, haupo. Yaani kwa mazingira tulionayo na mfumo wa tume na jinsi inavyoenenda hatuna uwezo wa kuwa na uchaguzi huru na haki. Uwezo pekee tunaweza tukaupata endapo tutafanikiwa kufanikisha kufanya reforms ambazo zinalenga katika maeneo matatu. Na reforms sisi tunazozihitaji, kuna reforms kiachana na tume, kuna reform inazungumzia sheria za uchaguzi. Kuna reforms kwenye kanuni za uchaguzi. Kuna reforms kwenye muundo wa majimbo. Kuna reforms kwenye mipaka ya majimbo. Yaani uchaguzi, watu wengi wanaamini kwamba uchaguzi ni kwenda kupiga kula na kutangaziwa matokeo, lakini uchaguzi ni combination of factors. Kwa mfano, ili swala la majimbo, juzi umesikia kwamba serikali imetangaza majimbo 8 ya uchaguzi. Majimbo 8 yaliyotangazwa kwamba ndio yamequalify kuwa na sifa ya kuwa majimbo ya uchaguzi. Mara ya kwanza tulikuwa na majimbo 264. Manake sasa leo walipoongeza majimbo 8, manake tutakuwa na majimbo karibia ngapi? 272, sio? Manake ni nini? Ni kwamba majimbo mengi ya uchaguzi ya nchi yameanzishwa kisiasa, hayako kwa ajili ya kurahisisha huduma kwa wananchi. Labda nikupe mfano, jimbo la Mbeya mjini. Katika majimbo ambayo hayakuwa kabisa kwenye sifa ya kugawanywa ni jimbo la Mbeya mjini. Lakini jimbo la Mbeya mjini automatically ukienda kuangalia kwa nini limegawanywa ni kwa sababu ya pressure ya kisiasa na hofu ya Chama cha Mapinduzi kumpoteza Dr. Tulia Ackson. Kwa hiyo wameamua wammegee kajimbo. Lakini kuna jimbo kama Sikonge, mheshimiwa mwandishi. Nikupe description ndogo ya jimbo la Sikonge. Alafu ulinganishe na hili jimbo la Mbeya mjini lilivyo. Jimbo la Sikonge ni jimbo ambalo kwanza ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro. Jimbo tena na mkoa wa Tabora ni jimbo ambalo ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro, ni kubwa kuliko mkoa wa Njombe, ni kubwa kuliko mkoa wa Iringa, ni kubwa kuliko mkoa wa Mara. Jimbo la uchaguzi la Sikonge.
ambalo lina tarafa 2 na kilomita za mraba 800 karibia 1873. Umeelewa? Lakini jimbo la Sikonge lina watu ambao wanaishi katika mazingira magumu vibaya mno, ambao ya makazi yameyotawanyika. Jimbo hili limeendelea kuwa jimbo moja miaka nenda miaka rudi. Tumeomba ligawanywe, limeshindwa kugawanywa. Lakini limekwenda kugawanywa jimbo fulani tu kwa sababu za kisiasa. Kwa combination ya uchaguzi inazungumzia vitu vingi. Kwa hiyo moja kati ya vitu vinavyotakiwa kuzungumzwa hata mfumo wa majimbo. Kwa swali lako narudi pale pale. Watu wetu wa Sikonge wamejiandaa, wako tayari na hawatoshiriki uchaguzi bila reforms. Nina kata 20, nina vitongoji 286 na tarafa 2. Tarafa zote 2 na vitongoji vyote na kata zote wamesema no reform, no election. Kwa sisi tunasubiri reforms ili tuingie kwenye election. Sawa bwana Felix, tukirudi kwamba wewe ni kiongozi wilaya tena katibu, maana yake unaratibu shughuli zote ambazo zinakuwa zinatokea. Labda nadhani na hizi kelele za baadhi ya viongozi wa chama chako ambao wako chini yako wanaleta maneno mengine, wengine kutoka, wengine kuingia, haone kama vile inaweza kuwa ikawa chanzo cha kuweza kusababisha wananchi washindwe kuelewa msimamo wenu halisi ni upi? Kwanza swala la watu kutoka kuingia lijaanza leo Chadema. Yani chama chetu kina historia ya kipekee, kina uzoefu na haya mambo. Zamani walikuwa kitoka hawatoki kwa maneno kama wanayotamka sasa hivi. Sasa hivi wanatoka wakiwa wakimshutumu tena Freeman Mbowe kwamba huenda ndo anataka kukivuruga chama. Huoni kama vile watu wanapata mashaka na dosari? No. Labda kwa sababu miaka ya nyuma hizi social networks zilikuwa sio sana, mambo ya social media hazikuwepo sana. Lakini nakumbuka hata Zitto Kabwe alitoka, alikuwa na sababu, alikilaumu chama, alikuwa anamlaumu Mheshimiwa Mbowe. Ya tulimtoa, lakini ni kwa sababu ambazo zilikuwa wazi. Na alipokuwa anatoka alisema walikuwepo kina Samson Mwigamba, wakiwepo wakina Dr. Kitila Mkumbo, walikuwepo wakina Msafiri Mtemerwa huyu wa Ulambo, alikuwa mkurugenzi wa organization na mafunzo pale makao makuu ya chama. Walitoka, walikuwa na sababu, labda kwa sababu ya kukosekana kwa social media. Lakini labda niseme tu kitu kimoja. Hata Chama cha Mapinduzi na vyama vyote vikubwa watu wao wanatoka. Lakini kutoka kwa watu hakuna uhusiano na kuathiri msimamo wa kichama. Kwa mfano umesema kwamba uoni kwamba watu watashikwa na wasiwasi na msimamo. Msimamo wa chama ukishatolewa na kamati kuu, ukipelekwa kwenye baraza kuu, ukapitishwa na mkutano mkuu, iwe wewe ulikubali, unakubaliana nao au hukubaliani nao, lazima uunge mkono, kwa sababu sisi kwenye kanuni ya uongozi wanasema what belong to everybody belong to nobody. Kitu kikishatangazwa kwamba hiki ni cha jumuiya, hakuna mtu anaweza akasema hiki ni cha kwangu. Kwa msimamo wa no reform no election hauwezi kuwa affected kwa sababu eti kuna watu wanahama, wanatoka wanaingia, wanatoka wanaingia, wanatoka wanaingia. Labda mwandishi, kitu kingine nikwambie kuhusiana na hawa watu kuwa wanasema wanatoka kwa sababu FCG Freeman Mbowe na nini. Mimi labda niseme vitu vitatu. Mheshimiwa Freeman Mbowe ni mwenyekiti mstaafu wa Chadema. Ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu. Ni mzee wa chama. Ni mtu ambaye amehudumu kama mwenyekiti kwa miaka 21, lakini umri wake alioishi kwenye chama ni zaidi ya miaka 30. Na yeye umri wake ana miaka kama 60 na kitu. Kwa hiyo unakuta ni mtu ambaye ana heshima ya hali ya juu, ambayo sisi kama wanachama na sisi kama viongozi wengi tumeingia kwenye hiki chama, ametupokea, ametufundisha, ametulea, na mpaka sasa hivi tunajiita wanasiasa. Tunapaswa kumheshimu na tunapaswa kulinda heshima yake kwa kiasi kikubwa. Sasa hao wanaotoka wanasema sisi tunatoka kwa sababu ya Mheshimiwa Freeman Mbowe, sijui amefanya hivi. Tumekuwa tunawasikia wao. Je, ni kweli? Anayetakiwa kudhibitisha hilo ni Mheshimiwa Mbowe mwenyewe. Aseme kwamba mimi nimetoka hivi, ndio tunaweza tukaamini. Kwa sisi hatuko tayari kuivunja heshima ya mwenyekiti wetu mstaafu. Hatuko tayari kuivunja heshima ya mwenyekiti wetu ambaye amefanya kazi kubwa kwa chama kwa zaidi ya miaka 21. Na ndio maana sisi hatujadili kabisa na hivyo vipengele vya kusema kwamba Mbowe sijui ndio anahusika watu kuondoka. Hao walikuwa wanatafuta gia. Kwa sababu Mbowe mwenyewe yupo, hajafa. Yuko hai, ana nguvu, yuko fiti. Kwa akiamua kusema, kusepa, anasepa. Akiamua kusema, atasema. Akiamua kukaa kimya, anakaa kimya.